Naam, habari za wakati wote na mpenzi mtazamaji wa Angel Update. Ni siku nyingine ambayo tunakusogezea habari ambayo imeshika vichwa vingi vya habari nchini Tanzania. So moja ya habari ambayo imekuwa ni gumzo siku ya leo ni kuhusiana na rais apunguza misafara ya serikali kukubali gharama za mafuta duniani. So taarifa hii bwana imekuwa ni taarifa ambayo imezidi kukimbiza kwenye mitandao ya kijamii. So taarifa hii kwa hivi: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametangaza hatua mpya ya kupunguza idadi ya magari katika misafara yake ya kikazi, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kupunguza matumizi makubwa ya mafuta ya serikali. So taarifa kamili inazungumza kuwa akizungumza leo Ikulu Chamwino mara baada ya kuwaapisha viongozi mbalimbali aliowateua, Rais Samia amesema serikali inalazimika kuchukua hatua hiyo kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta duniani kote. Amesema kuwa Tanzania kama ilivyo nchi zingine za Afrika imeathirika na ongezeko hilo, la huku ikieleza kuwa katika baadhi ya nchi za Ulaya ya Marekani bei ya mafuta imefika viwango vya juu zaidi. Akizungumza Rais Samia. Sasa baada ya hapo bwana, Rais Samia amesema baadhi ya nchi ya nchi zinazoruhusu wafanyakazi kufanya kazi majumbani ili kupunguza matumizi ya mafuta, huku nyingine zikikabiliwa na upungufu wa nishati. Katika hatua nyingine, Rais Samia amegusia matumizi ya upatikanaji wa mafuta kupitia njia za kimataifa, akisema kuwa mazungumzo yanaendelea kuhakikisha meli za mafuta zinaweza kupita bila vikwazo ili kuifikia nchi ya Tanzania. So hatua hiyo Rais Samia inatarajiwa kusaidia kupunguza matumizi ya serikali na kuhamasisha matumizi bora ya rasilimali katika kipindi hiki cha changamoto ya nishati duniani kote. So unachotakiwa kukifanya bwana ni kusubscribe, kulike na kucomment video zetu, lakini pia Rais Samia ameweza kuzungumza mambo kadha wa kadha. Tunakusogezea Angel TV uweze kupata kile alichokizungumza Rais Samia wakati wa kuapisha viongozi aliowateua siku za hapo nyuma. Nikutakie wakati mwema, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment video zetu ili uwe mtu wa kwanza kupata update pale zinapokuwa zinajiri. Kwa hali ya dunia ilivyo, siachi kuzungumza mambo yanavyoendelea duniani na athari zake kwa nchi yetu. Nilidokeza kidogo siku ya msiba, lakini ile haikuwa siku ya kuzungumza makubwa sana ya haya. Lakini leo naomba nitumie fursa hii tena nizungumze kidogo kuhusu hali ile. Hali tumeiona, imeleta athari kwa ulimwengu mzima. Wiki iliyopita hapa nilikuwa naangalia, narushiwa bei za mafuta kwa nchi mbalimbali ulimwenguni. Nikaona Europe bei zilivyopanda ni euro 6,000 kwa lita moja. Marekani dola 8,000 kwa lita moja. Ukija huku kwetu Afrika mambo yako juu. Kuna nchi ambazo tayari zimeshawapa watu wao ruhusa kufanya kazi majumbani, kusiwe na movement za magari kwenda maofisini na kurudi. Lakini kuna nchi ambazo kwa kiasi kikubwa zimepunguza matumizi ya mafuta na wana upungufu wa mafuta. Leo tumeamka na neno la faraja. Neno la faraja kwamba angalau pale Humuzi sasa ukiongea nao vizuri wale jamaa, vimeli vinapita, kwa hiyo inatupa hope kwamba meli itapita. Na kwa ile kuruhusu tumeli za awali za Ufaransa, za Japani, za wapi, kidogo nimeona bei ya mafuta imeshuka kidogo. Sasa hii inatupa matumaini, lakini vivyo hatumjui yule jamaa naye anavyoamka ndio dunia inavyocheza hivyo. Kwa hiyo nimesema niligusie kwamba tuna hiyo crisis. Ndani ya serikali tuna matumizi makubwa sana ya mafuta. Magari ni mengi, safari zetu ni nyingi. Niwaombe sana tuanze kupunguza matumizi ya mafuta. Tunaanza kupunguza matumizi ya mafuta. Nami naanza na ofisini kwangu. Ninapotembea, maafisa wote wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi kimoja. Msafara utakuwa escort yangu ya polisi na yangu na gari ya akiba nyuma. Wanaobakia wote nawaingiza kwenye kibasi kukata matumizi ya mafuta. Kwa hiyo ninaomba nanyi katika maeneo yenu tukate matumizi ya mafuta. Lakini kwa sababu nazungumza hapa na wananchi wananiona, kaniongee na wananchi kwamba upandaji wa bei ya mafuta mara zote unakwenda na upandaji wa bei za bidhaa. Sasa kwanza niongee na wafanya biashara.
kwamba kwa zile bidhaa ambazo tumezinunua muda mrefu na ziko maghalani, basi tuangalie jinsi ya kuadjust bei, na isitumike fursa hii ya kupanda kwa mafuta na kuweka bei za bidhaa kubwa kuliko zinavyopaswa kuwa. Lakini wananchi pia, kuna bidhaa ambazo zinaingia kipindi hiki ambazo zimekumbana na msukosuko huu, bidhaa zitapanda bei. Niongee na wananchi kwamba haya si mambo ambayo serikali imesababisha, ni mambo ambayo yana ulimwengu mzima, na hapa kwetu nilianza kutaja bei za mafuta kwa nchi mbalimbali. Hapa kwetu Tanzania bei ziko chini ukilinganisha na majirani zetu wote waliotuzunguka, pamoja na wengi wao kupunguza kodi kwenye mafuta, lakini bado Tanzania bei yetu iko chini kuliko wengine. Kwa niwaombe sana wananchi, tuwe watulivu kipindi hiki, na tuendelee kuomba kama nilivyoomba siku ile kwamba hili jambo liende kuisha, vita hii ya Irani, Israel na Marekani iishe, ili flow au mwenendo wa biashara na meli za mafuta na meli za bidhaa uende kama kawaida, ili tuishi maisha yetu ya kawaida. Lakini kwa sasa hivi niombe sana wananchi wa watulivu, wa wastahimilivu. Sisi kama viongozi wa nchi mbalimbali tunajitahidi kunyanyua sauti zetu, kuzungumza na wenzetu, kushawishi wenzetu vita hii malizike, ili maisha ya wananchi yarudi kuwa ya kawaida. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi kwa watulivu. Hili si jambo ambalo limesababishwa na serikali yetu, lakini jambo lililoathiri ulimwengu mzima. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niwapongeze wote walioteuliwa na niwatakie kazi njema. Jicho langu liko karibu nanyi, nitawatizama kwa karibu zaidi. Napenyezewa hapa bei za mafuta. Nilisema 1000 ni mamia. Kwa mfano Europe ni 600. Ni 600. Na dola 800 kwa Marekani. Sasa dola 800 alafu euro 400 kwa leo na dola 600 kwa leo. Na sio 1400 na 6000, nimerekebishwa. Kwa hiyo habari ndio hiyo, na wale wana habari mlokuweko, rekebisheni hiyo. Sije mkaenda mkasema rais kasema 1800. Nimesharekebisha 600 na 800. Na kwa leo ni 400 na 600. Na probably hapa kwetu kwa taarifa za wizara nimeambiwa kidogo, lakini bei zimeshatangazwa. Tukitangaza kipindi kijacho wenda tukarudi chini na bei zetu pia. Lakini juu ya hivyo sisi tuko vizuri kuliko wenzetu. Tuko vizuri na stock. Tuna uhakika wa miezi 3, na ni matumaini yetu kwamba chini ya miezi 3 haya mambo ya kugongana huko kwa wenzetu atakuwa yamemalizika. Kwa hiyo tuko salama.